Salamu alaikum Sheikh Ismail. Vijana wengi wanauliza vipi nitatafuta mke? Na mke mgani ndio ananifaa? Mimi shida yenye iko katika siku hizi ni kwamba vijana wanaona kwamba wazee hawajui kutafuta mke. Kijana ati mimi mzee ameenda ameelewana na baba mke na nini alafu kila kitu alafu ndio ananitafutia mtu anamleta alafu sasa ndio twende tupose ni kuzungumza ni kuoana. Hapana. Mimi nataka dating, nataka kuna mambo nione kabla harusi ijakuwa ni ukweli si ukweli, vitu kama hizo, si ndio? Sasa kitu ya kwanza ambaye yenye iko na shida ni kwamba mshaona mtu ambaye amefunga akiwa katika hali ya kufunga alafu imebaki masaa mawili mpaka adhana ifike. Hayo masaa mawili mwambie aende sokoni kununua vitu. Atanunua samaki, atanunua nyanya, atanunua kuku, atanunua kitunguu. Yaani atanunua vitu ambazo labda hazihitaji. Kwa nini? Kwa sababu ako na njaa. Mtu ambaye anaenda sokoni kununua vitu akiwa na njaa atanunua vitu ambazo hazihitaji. Sasa mtu ambaye anataka kuoa kijana hawezi kujua anataka msichana aina gani kwa sababu yeye ako katika hali ambayo tutasema ni hali ya njaa, kwa sababu yeye anataka kitu sana. Saizi tukiangalia ni mfano kidogo iko karibu, watu wengi ambao wameoa mke tayari wako na mke. Ukiwaambia waoe mke wa pili, wengi wao wanasema subiri. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu saizi hana njaa, hahitaji ni ile sasa ninaoa kwa nini? Saizi nimetulia, niko na utulivu wangu, nataka kuoa kwa nini? Ninahitajia. Niko na pesa yake. Niko na nini? Wacha ikae. Haina haraka. Saizi yaani kwa sababu ashaenda sokoni, ashapata vitu zenye alikuwa anahitajia. Sasa kuenda kuoa mke wa pili anaangalia kwamba kwa nini oa mke wa pili na sina ile pressure nini? Kuoa mke wa kwanza kawaida, the more unakuwa uko na njaa zaidi, hautafuti mwanamke ambaye ako na sifa. Unatafuta tu mwanamke. Bora akwe ni mwanamke. Akuwe ni sijui ako na miaka 50, ako na miaka 500, ako na watoto, hana watoto, alikuwa ako na uhusiano, aliachwa ndoa ya kabla na alikuwa kumbe ni mtu ako na tabia. Kwa sababu saizi nataka kuoa muhimu si ni mwanamke. Kwa sababu mwenye anaenda kuoa Sheikh Ismail saa hiyo anakuwa ako na nini? Hali ya njaa. Naipiga mfano ndio ieleweke vizuri. Unajua njaa, mtu akiwa na njaa wanasema mwanaume mwenye ako na njaa huwa ako na hasira, hajielewi. Sasa njaa ziko aina tofauti. Hata pia tukiona katika mashairi za Kiarabu unakuta njaa saa nyingine inaletwa njaa, mwanasiasa ako na njaa. Ako na njaa nini? Ya kutawala. Anasema mwenye elimu ako na njaa na huwa hashibi. Kwa sababu elimu ni kitu ambayo kila unasoma unapata kitu zaidi, unapata kitu kipya. Sasa hii pia ni katika aina za njaa ambazo ukikosa kuenda kuifuatilia kama hauna njaa, utachagua kitu ambayo ulikuwa huhitaji. Baadaye umekuja nyumbani unakuta mimi nilikuwa sihitaji nyanya, nilikuwa sihitaji kitunguu, nilikuwa sihitaji, nimezibeba hizo zote, kumbe nimelipa tu expenses za bure na kumbe nimejiingiza katika shida. Sasa ndio tunasema katika kuchagua mke, kitu ya kwanza ni uende kama hauna njaa, ambayo ndio process ya kwanza. Watu wa zamani walikuwa wenye wanaenda kuchagua ni nani? Ni wazee. Mzee akienda kuchagua, yeye hafikiri kwamba sijui yeye ako kwa sio yeye ashaoa, ako na familia, ako na utulivu na ako na experience, anajua. Alafu pili, saa zingine wewe kwa sababu uko na ile haraka, ushaona unaambia wazee kwanza ukikuwa ndio uko na haraka, unaambia mzee, by the way nimependa msichana fulani, kama mtaweza muongee naye. Wanakuambia sawa na wanaketi. Wamenyamaza. Hiyo story imeisha. Wewe umeketi hapo hivyo unajua sasa si nishawaambia at least achukue simu, apige baba msichana simu, sijui nini. Yaani mambo iende haraka. Anakuambia hapana, hizo vitu hazifanyagi hivyo kwa sababu ukiharakisha inamaanisha uko nini? Uko desperate. Wanasema mtu mwenye ako desperate ndio senye unaenda kununua, ndio mwenye duka anajua huyu ako desperate saizi, wacha nipandishe bei. Unapandishwa bei ya vitu zingine, unawekewa masharti, lakini kwa sababu ulikuwa uko desperate na uko na haraka na washajua uko desperate, sharti yote yenye unawekewa
ndio na nini, ndio inakufunga, unabidi sasa umeingia na madeni hii, ufanye harusi kubwa sijui nini, waliona uko. Lakini wazee wanajua kwamba sisi tunajua historia haiendagi hivyo, wewe subiri. Hiyo simu sio leo tutapiga wala sio kesho. Tunaipatia siku 2-3, alafu sasa habari zinaanza kutumwa kwa njia fulani. Nini unajikuta imechukua wiki mzima. Hapo hivyo Ismailu, nini mimi nataka kuoa watu ni simu tu. Wewe unaingia hapo hivyo unasema sinajua page yake ya huyo msichana. Sasa asalamu alaykum vipi? Kumbe ushaharibu. Ishaenda sijui nini imekuwa Sasa kitu ya kwanza kwa ibara za vijana siku hizi wanasema mimi sitaki kuonekana niko desperate. Kwa ibara za kwetu sisi tunasema ni kwamba utakani kuenda kuposa ama kufuatilia ukiwa uko na njaa. Ambaye bora zaidi ndio wanasema haiwezekani kiadabu na kiheshima mwenyewe kutuma posa. Posa huwa inatumwa na nani? Watu wazima kidogo. Kwa nini? Kwa sababu hata maneno yao senye wanazungumza wanaongea vitu tofauti. Wanasema tumekuja, tumeona kuna msichana hapa hivi, msichana wetu, tungependa. Yaani maneno hata unahisi tofauti, lakini mwenye ako desperate ama mwenye ndio tutasema kwa ibara zetu ako na njaa, akikuja tayari hata anaanza kunini, lakini bado unakuta anarudi kwa subject ile yenye ndio inamshughulisha akili. Mimi nataka lakini sijui nini tusichele. Unajua unaanza kuambia ndoa ni sunna, kwa hivyo tusicheleweshe. Sio siku tusicheleweshe, kumbe kuna kitu ambaye ndiye anataka ifikie kwa haraka. Sasa hiyo ni katika vitu za kwanza ambazo ni muhimu mtu ajue, na ndio ni muhimu kutuma wazee ndio wafuatilie, wazungumze, waweke mambo na misingi katika ndoa vizuri, ili kwa baadaye sasa itakuwa rahisi msichana ambaye umemchukua anafuatana na misingi. Sio sasa ile ulitoa ahadi zingine kwa sababu ulikuwa una haraka, senye sasa akili imekuja imetulia unaanza kusema hii mahari nitalipa aje? Hii deni fulani nitalipa aje? Harusi ilikuwa sijui hivi nitafanya aje? Sijui nini. Nilitoa ahadi, nilisema baba nitamfanyia hivi man ndio nipate lakini ukipeleka wazee wametulia wanakuambia hapana, subiri nini na wanapanga mambo vizuri. Sasa katika ndoa kitu ya kwanza kabla sasa kujua msichana utachagua vipi, kitu ya kwanza ni usiende ukiwa desperate, lakini automatically wewe kama wewe hauwezi sema mimi nitaenda kuposa na siko desperate. Njia bora ni kutuma watu ambao wanaweza kukua kuna experience na hawatakuwa desperate na watachagua na utulivu bila kuharakisha. Wanajua kwamba hii inamfaa hivi na hii inamfaa hivi, hata kama itachukua mwezi mmoja lakini huyu ndiye anafaa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tusiende sokoni kununua vitu tukiwa tuko na njaa sana. Fi amanillah Sheikh Ismail baadaye.